watu wengi, kadiri unavyoenda kwa watu hao ndivyo unavyobeba matatizo. Unajua hizo nywele zinaenda kuunganishwa na nani? Na nini? Kucha zako zinatoka mwilini mwako zinaenda kuunganishwa na nini? Sasa hivi kuna mate ya upako. Mate ya upako, na mtu yuko tayari, mtume na nabii anamdondeshea mate yake ya upako, anayameza. Mate ya upako. Huu ni ujinga na upumbavu. Amen. Mate ya upako yanatoka wapi? Mate ya upako, mate ya upako, mate ya upako. Sasa kila siku vinaibuka vioja. Na ndio maana watumishi wa Mungu lazima tusimame imara katika jina la Yesu. Hata watu watukimbie wote tunaendelea kuzungumza hivyo. Hata watu wasipolaiki tunaendelea kuzungumza hivyo. Hata watu wanifollow bado tunaendelea kukemea hivyo katika jina la Yesu. Na hauwezi ukakimbia injili hii kwa sababu ndio ukweli wenyewe. Hata mtu akiondoka bado injili hii itazungumza naye hapo, itaamka naye, itaenda kusema naye. Na ndani mwaka atashuhudiwa waziwazi kwamba hiki anachokifanya sicho. Amen. Angalia Biblia inasema hapa katika waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 3. Waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 3. Hatuwezi kuacha hivi bila tuseme. Lazima tueleze ukweli katika jina la Yesu. Tuanze mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Maana anasema, lakini kuliondokea manabii wa uongo. Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo. Amen. Chochote anachokifanya, hakuna ufunuo ambao utakuja mpya ambao Petro hakufanya. Amen. Amen. Hakuna ufunuo mpya ambao utatuletea ambao uko nje na ufunuo, na uko nje ambao Paulo hakufanya, ambao Petro hakufanya, Yakobo hakufanya, watakatifu waliopita hakufanya. Huo ni ufunuo mpya na ni ufunuo wa kuzimu. Kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo, watakaoingiza kwa uelevu uzushi wa kupoteza. Amen. Amen Jose. Wataingiza kwa uelevu mkubwa uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia, na wengi watafuata ufisadi wao, si wachache. Amen. Amen. Na wengi watafuata nini? Ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Na ni kweli inatukanwa. Amen. Amen. Na ni kweli inatukanwa. Ikiwa mtu anasema kuna mate ya upako, ni kutukanwa kwa jina la Yesu. Kuna nguo za upako, kuna chupi za upako, ili apate kubariki na kufanikisha. Kuna beseni, kuna makanisa moja wameweka mabeseni ya maji mbele ya madhabahu, mbele ya kanisa, hapo mwanamke anaingia pale, anaenda kuogeshwa na mwanaume ambaye ni mchungaji, ambaye ni nabii, anamuogesha sehemu za siri. Huu ni ujinga na upumbavu. Washirika ambao wanamsikiliza huyo nabii wa uongo, kuna mmoja anatembea juu ya migongo ya waumini, amevaa
nguo, amevaa viatu, na waumini wamepanga foleni hiyo sijui nisemaje hapo. Kana kwamba ni ng'ombe, wamepangana hivi. Kwa hiyo yeye anatembea juu ya migongo ya watu. Anatembea juu ya watu wa Mungu. Umelogwa wewe. Wengi ambao wanakwenda huko kwa manabii wa uongo wamelogwa. Si bure. Akili ya kawaida uweze kusema watu wanaweza kupiga magoti, wanaanza wanapiga wanaanza